Watani zenu washaanza kusema mmekimbia, mmejivunja. Hatujajivunja kwa sababu Simba amecheza mechi 3 ndani ya, kwa sababu tulikuwa tunafahamu nini ambacho tunakifanya. Mmefurahia? Sisi kama mashabiki wa Simba tumefurahia katika matokeo haya kwa sababu ndugu zetu walikuwa wanatarajia mechi pekee ambayo wanakwenda kucheza ni mechi ya Simba ambayo wanaenda finali ya FA. Lakini bahati nzuri kwenye mchezo wa mpira kuna matokeo matatu. Sisi tumekutana na matokeo matatu. Tunaulizana sasa watakwenda kucheza ile finali ya FA na Simba au watakwenda kucheza na Simba sehemu gani? Siku 7. Kwa lazima wachezaji watakuwa wamechoka. Hata sisi wenyewe mashabiki wa Simba tumeona kwamba wachezaji wetu wamechoka. Na ndio maana kama shabiki wa Simba kama mimi shabiki la kafu, sioni sehemu ya kwenda kumlaumu mchezaji wala kocha wala viongozi kwa kuwa kwamba leo tuseme amejivunja. Iko kitu hakipo, lakini pia hata wao wameona namna gani mchezo wa Simba alivyokuwepo na hata Singida wenyewe wametufunga kutokana na wao wamekuja kucheza mechi ya pili, lakini mimi naamini angekuwa amecheza ligi kama alivyocheza Simba. Leo tumeona miongoni mwa michezo mibovu kwa Simba katika msimu huu ni mchezo wa leo. Kwa sababu gani? Wachezaji wote walikuwa wanaonekana kutegeana kutokana na aina ya mchezo husika na uchovu wa safari ambao wamekwenda kucheza. Mimi naamini kama ingekuwa imesogezwa hata siku 4 mbele kuanzia hii siku ambayo imechezwa mechi, ile mechi ingekuwa mzuri. Kwa hiyo maana tumechoshwa kutokana na safari, lakini pia kutokana na kucheza mrundiko wa mechi. Tumecheza finali New Amani Complex, tumecheza nao Singida hapo KMC. Kwa hiyo maana katika uchovu wetu na ndio maana umekuta tumepata matokeo magumu, lakini pia hatuwezi kumlaumu mtu kutokana na aina ya matokeo kwa sababu wao walitaka kucheza na Simba. Bahati nzuri Simba kula amekosekana. Tukutane kwenye ligi tucheze, kwani Simba anakimbilika. Ligi wacheze na watano wanasema kwamba leo moja kati ya sababu ambayo imechangia muamuzi alikuwa fair, maana wanadai wao waamuzi huwa wanawabeba katika michezo. Kwamba tuliwaambia mwanzoni, tuliwaambia hivi mpira wa Tanzania unakwenda kuharibika. Unaharibikaje? Bosi wenu kadhamini timu 8 ligi zote duniani, hata ligi ya Kenya, Uganda, Burundi, Zimbabwe. Tumewazidi kimaendeleo hizo ligi alizoje kudhaminiwa mtu mmoja timu 8. Rudi kwenye mchezo wa leo sasa. Tukirudi kwenye subiri sasa ndio nataka nikujibu swali lako kwa hoja mzuri. Iko kitu mnakwenda kuharibu ligi kwa sababu gani? Hizi timu mtakapokwenda kucheza nao watapata matokeo ya favor kwenu nyinyi. Atakapokwenda kucheza na Simba ataleta ugumu. Walitujibu hivi, tafuteni na nyinyi kitu cha kukidhamini. Sisi tumeenda kudhamini waamuzi na ndio maana unakuta ubaya ubwela unaendelea. Leo vipi leo sasa? Yaani leo kilichotokea ni hali ya mchezo. Kwa maana tukatae na ndio maana nimekubali kwamba leo nimefungwa kwenye mchezo. Na wala tukio lililotokea la kusema muamuzi hili akawaonea Singida ni hamna. Ina maana matukio ambayo yalitokea leo ni yote ya halali ambayo hata muamuzi kimbeba mtu kwa mbeleko unaona kabisa hapa haiwezekani. Muamuzi leo amegoma. Muamuzi hajagoma. Hakuna tukio ambalo Simba amelifanya ndani ya penalty area akakosa penalty, hakuna. Simba kwenda kucheza labda kwenye zoni yake akaanza faulu ikaonekana faulu ya maana muamuzi akatubeba ni hamna. Ina maana mchezo ulikuwa open, ulikuwa sio mchezo wa kuchezeana mwilini na ndio maana wamekuta matukio yote yamepatikana. Kwa hiyo ndio maana mimi nasema kwa kuwa walituruhusu, wao wanadhamini timu, walituruhusu sisi tudhamini mahala ambapo tunapaweza. Sisi tumedhamini waamuzi na tunawaambia msimu huu tumeanza kama kutengeneza daraja. Msimu ujao waamuzi wote wanavaa logo ya tajiri Mohamed Dewji. Tutaanza kuulizana vizuri kwamba kweli mnacheza au hamchezi. Shabiki la kafu watano wanachoshangaa kwamba imekuwaje umepoteza kwa goli nyingi. Yaani leo umefungwa kikatili sana. Kwamba ni kweli nimefungwa kikatili kwa sababu gani? Ni aina ya mchezo nasema kutokana na uchovu ambao niliokuwa nao. Mimi sikatai nimefungwa goli nyingi na ni swala la kawaida. Mtu ambaye ana doubt matokeo ya leo kufungwa na Singida goli nyingi atakuwa labda hujui mpira, lakini kwa mtu ambaye anafahamu mpira na aina mazingira ya nchi yetu kutokana na hali ya usafiri, na ndio maana leo jana umejuza tarehe 29 tulitoka hapa tukaelekea wapi? Moshi, baada ya Moshi tuelekee kule kutokana na mazingira ya usafiri. Kwa maana tumechoka na ndio maana wanachukua kitu kile, lakini tunachowaambia dabi iko pale pale, hiki ambacho wanachokitaka sisi tutawapia, lakini pia tunawaambia kwamba wao wamesema ndio kucheza finali na Singida. Kama wao walitutega kwenye finali, sisi tunawatega kwenye ligi. Kwenye ligi hakuna kukimbiana na mtu. Huku tumetolewa na Singida, ligi hamna mtu ambaye atatutoa. Lazima mechi zote zifanyeje? Zichezwe. Kama umeona kule tumewakimbia. Tukutane wapi? Kwenye ligi. Lakini pia wanapoenda kusingizia bodi ya ligi. Bodi ya ligi hii ndio iliwapa timu 8. Kuna bodi ya ligi nyingine. Bodi hiyo ya ligi ambayo wanaikataa wao, wameipa timu 8. Lakini pia siku ile Simba alikimbia kutokana na wao walifukia vichwa vya kuku uwanjani. Unaendaje kwenye mechi unamzuiaje mpinzani wako kucheza mechi? Lakini pia wamedoubt kuhusu viingilio vyao. Viingilio vyao watakwenda kupata kwenye mabakuli ya supu waende wakanywe. Hakuna sema sehemu nyingine kupata viingilio. Kuna mara viingilio vyao kwenye bakuli ya supu wakienda Jangwani. Pale ndio waulizane kuhusu viingilio vyao kwa sababu waliotapeli mchezo ule haukuwa wa Simba, ulikuwa wa Yanga. Waulize viongozi wao Yanga viingilio viko wapi? Na kwa nini waliwazuia Simba kutokwenda kufanya mazoezi? Uwanjani walifukia nini mpaka Simba asiingie? Hilo ni kurudishe nyuma. Wao wamesema wachezi hiyo dabi nyingine. Wao wachezi. Wanakusubiri huku umekimbia. Wao wachezi wapi? Tunakusubiriana. Kwenye ligi kuu. Kwenye ligi hatusubiriani huko, walikuwa wanatusubiri. Kwa nini tuendelee kusubiriana sasa? Kwenye tumekataza sasa sisi kwenye huko hatuta
tunataka tukutane kwenye ligi ambako kumepangwa. Huko hakuna kukimbiana. Lazima mchezo uchezwe. Unamkimbiaje unatakaje mtu kwenye ligi? Mtu wewe unajua huyu kwamba ni uhakika kumfunga au sio tufunga mara 4? Sio wanajua uhakika kumfunga Simba. Sasa kwa nini wanaogopa? Au Simba labda kasajili kikosi kingine kana kuchukua wachezaji Madina kwamba wao waje kuogopa leo? Wanasema waogopi kwa sababu wako nyumbani kwao kuja huo mchezo. Ndio wako nyumbani hasa waje kwenye mechi, lakini pia nimemsikia shabiki wa Yanga akisema kwamba anawaambia wasikate tiketi. Kweli hao sio kukata tiketi kwa sababu wao wamezoea tiketi za bure. Sisi kama mashabiki wa Simba tutakata tiketi kwa sababu tunafahamu mchezo huo kukata tiketi. Lakini kwa wao wamezoea mchezo wa bure. Kweli wasikate tiketi, bakuli la supu watalikuta na wataingia uwanjani. Na kama inawezekana, namuomba tajiri Mohamed Dewji alipie uwanja mzima. Uwanja mzima na tunaambia mechi bure, ukija pale unapewa bakuli ya supu na andazi moja. Hakuna haja ya kulipia tiketi kwa sababu wao wamesema hawezi kulipia tiketi na zera zao zimekwenda. Kwa kuna wakati mwingine hivi vitu lazima waandishi mjiulize kwamba hawa ni watu wa mpira au hawa ni watu wa kucheza bonanza. Kwa hawa ni watu wa bonanza. Kwa ndio maana akasubiria kibonanza bonanza. Sasa sisi tumewasikia tumwambia jamani huko mneko kutaka sisi hatuji. Tunataka huko. Yaani huko lazima kieleweke. Yaani mwaka huu lazima kieleweke. Kwa hiyo wao kama watachagua wao, sio wamesema wanataka kushuka daraja. Wasisubiri washuke daraja. Mwakani wamesema hivi, timu ambayo haitakuwa na uwanja wa mazoezi binafsi ambao ni wa kwake, haitacheza ligi kuu kwa mwakani kubwa atashuka daraja. Wasingoje mwaka huu. Ndio katafuta sababu ya bodi ya ligi. Watafute sababu bodi ya ligi. Mwakani timu ambayo haina uwanja wa mazoezi acheze ligi kuu. Wajikimbize hapo waondoke mapema akatoa mdhamini kwenye jezi ya waamuzi Mohamed Dewji. Hapo ndo anaanza kulala na viatu. Jamani Maria. Watu wanasema kwamba msimu huu usitegemee kuchukua kombe lolote kama vile ambavyo mlikuwa mnategemea kuchukua makombe yote 3 mfululizo. Umeshakosa kombe la shirikisho, unakosa pia CRDB, tegemea pia na ligi kuu kuchukua. Yaani slogan yetu ya msimu wa mwanzoni ilikuwa ni ubaya ubwela, lakini pia kwamba tulikuwa tunategemea zaidi kwenye kujenga timu. Mimi naamini Simba ambayo inajengwa na yenyewe kuja ni bora zaidi. Lakini pia binadamu huwa tunajisahau baada ya kupata mafanikio. Baada ya kujiona finali tulionekana kwamba tuna uwezo wa kubeba finali, lakini pia tulisahau kama tunajenga timu. Lakini pia baada ya kufika nusu finali ya CRDB tulijisahau baada ya kuona kwamba tunajenga timu. Lakini mimi naamini hatuwezi kukosa yote. Huko oneko lalamikia waamuzi. Ndio huko sisi tunataka tubebe. Huko oneko lalamikia waamuzi huko. Huko sisi tunataka tubebe. Na tunawaambia kwamba uwezekano wa kubeba upo kwa sababu wao walianza, sisi tunamaliza na siku zote anayemaliza ndo anaonekana zaidi. Kwa hiyo Simba anaonekana dunia mzima kwa sababu anamaliza. Yaani wanakutega wanasema watakupeleka mechi Zanzibar na Rajigi ndo atasimama kati. Sio Zanzibar tu, kama inawezekana tupeleke pale Jangwani kwa sababu engineer aliahidi kutajengwa uwanja. Tuwaulize ule uwanja wa watu 12,000 upo, tukipigwe pale na kama inawezekana walime tu hata na grader pale. Lipite grader lilime vizuri, mechi ipigwe pale wala sio sehemu nyingine. Tutakunywa kwanza supu kama kawaida yao, tutacheza mechi. Kwa hiyo na maana wasafiri sehemu ya kusingizia. Huko kote sisi tunawataka hata kama ikawa wapi. Sisi hao tumewakimbia huku tunawataka kwenye ligi. Lazima huku kieleweke. Sisi tumewakimbia huku. Sisi tumewakimbia huku tunataka wapi kwenye ligi kwa sababu ni ligi, hakuna kukimbiana. Katika mweko Instagram acheka. Mwambie aendelee kucheka lakini tarehe 15 tunataka lete timu uwanjani. Tena kama inawezekana, si wazee wao wanakaa kwenye vibunge kwamba wacheze. Wazee wa kahawa wameenda kuwekwa kwenye makao makuu ya klabu sasa hizi wamekuwa marais. Wanaongea chochote. Kwa hiyo sinachowaambia, watapiga kelele mchana, usiku kazi ni ile ile. Au utapiga kelele usiku, mchana ukifika mwanaume unakwenda kufanya kazi. Na ndio siku zote tunachokisema. Vipi performance ya wachezaji wako kwenye mchezo wa leo unaonaje? Mimi performance ya wachezaji wangu wa leo naona kiwango kimeshuka sana kwa sababu tofauti na siku zote, lakini pia siwezi kulaumu kutokana na tulikotoka ni mbali na tunakoelekea ni mbali zaidi kwa sababu tunakwenda kutafuta mafanikio. Kwa maana inapotokea wachezaji wanakosa consistency kama leo, tukianza kuwalaumu tutakuwa tunaondoa kwenye reli. Lakini pia kwamba tunajua Simba anatengenezwa timu, lakini pia viongozi wenyewe wanaona sehemu gani ambapo wanakwenda kurekebisha. Kwa hiyo tukiwalaumu leo tutakuwa tunaondoa kwenye reli tukiwa tuna mchezo ambao tulikuwa tunautaka. Huenda kuwa michezo yote duniani imepita ni huu kesho kutwa. Na hata ile finali yetu ambayo tumecheza Zanzibar ilikuwa mara 8 zaidi ya mchezo ambao tunauhitaji. Na ndio maana tukutaka ndugu zetu sija kasingizia kwamba wakaambia bodi ya ligi tucheze mchezo wa FA tu bingwa mwapi, tukamwambia sasa huko hatukutaki. Lazima mwaka huu mechi ya pili nyinyi na sisi ipigwe. Mechi ya pili ni ipi? Mechi ya pili kwenye ligi na wala sio FA. Kwa hiyo tunataka mechi ya ligi ipigwe kwenye ligi sio FA, na ndio maana tumekataa kucheza FA. Turudi kwenye swala la waamuzi. Tunaona mchezo kati ya waamuzi na pale katika mchezo wa KMC kwamba tukubali kwamba Simba bila waamuzi ambao sio bora wanapata ushindi. Kwamba hicho unachokisema kiko sahihi. Kwa sababu gani? Simba kacheza michezo mingapi kwenye CAF Federation Cup mpaka kafika finali, mwamuzi ametubeba?
Umenielewa? Sio maneno yao. Hao tuwaulize mwamuzi katubeba? Mwamuzi hajatubeba. Kwa hiyo sisi tunashinda kwa uwezo, lakini pia hiki tunachokifanya kwenye ligi, kwenye kulipiza, wao si walisema waamuzi wamwasamee. Unanielewa? Kwamba sisi waamuzi wote tumwasamee kutokana na matukio yaliyotokea Zanzibar, lakini sisi tumewaambia yale tuliojifunza kafu, kwa kuwa kafu wametuonea. Sisi tunalipa kwenye ligi kuu na wala sio sehemu nyingine, na ni sehemu ambazo tunalipa kutokana na zile timu 8 ambazo wao wamezidhamini, ndio tunalipia mule. Lakini pia kama wanaona waamuzi sisi wanatubeba, wao waende kwenye bodi ya ligi waziambie kwamba zile timu 7 ambazo zimesalia kwenye udhamini ambazo hazijadhaminiwa na bosi wao waende wakamalizia, alafu ubaya ubwela utabaki kuwa pale pale. Kwa hiyo ina maana kama wanalalamika kuhusu waamuzi, watafute namna ya kuwalalamikia waamuzi. Kama wana kisingizio chengine, basi waseme, na waamuzi bado wapo, wataendelea kutubeba Simba na tutabebwa mpaka wao waseme kuwa wanaacha kwenye udhamini au wanaendelea. Na hii tunaambia kabisa, hii ni tuela. Hii ni tuela. Mwakani ndio ile movie yenyewe rasmi, filamu inaanza kwamba inachezwa vizuri, watu watakuwa kwenye filamu, maisha yatakuwa yanaendelea. Kwa mimi ninaamini msimu huu kama ni tuela, msimu wa mwakani kama nilivyosema, za mwakani mtaona kwenye logo ya waamuzi tajiri mkubwa kuliko matajiri wote duniani. Na tunawaambia kabisa sisi hatutaki sehemu nyingine yoyote ambayo tunahitaji kwenye ligi, na ambayo ni tarehe 15. Tunaona kuna sakata la Fiston Toto kwenda ndani ya klabu ya Simba. Ila yengo kupiga sakata iwe ni kama ndoto kama naota. Kwamba kama na nukuu kidogo, miongoni mwa kiongozi wao Mwigulu Mchemba alisemaje kwamba umecheza Yanga, umecheza Azam, nenda kamalizie Simba uje Singida. Yule ndio enda kuwa viongozi anayejielewa kuliko mashabiki wao. Umenielewa? Kwa sababu alijatoa ile rai. Lakini pia sisi hatushindwagi kitu tunapokitaka kitu. Na tunawaambia sio Faisali tu, kuna mchezaji wetu anavaa namba 7 yuko kwao. Sio Faisali tu, kuna mchezaji wetu anavaa namba 7 yuko kwao, na tukimkosa yule tunachukua namba mchezaji anayevaa namba 26. Hao wachezaji wawili weka kodi, sio yule tu. Kwa hiyo tushamalizana na madili yote, sasa hivi tunasikilizia. Hatuwezi kuongea na mtu yoyote. Sasa hizi ni hesabu zetu ambazo zimesimama kuhakikisha msimu huu tulipofeli msimu huu, mwakani tunafaulu, na mwakani tunajijua tunaenda kwenye CAF Champions League. Unapoenda kwenye CAF Champions League lazima uandae vitu ambavyo unajua vinaenda kwenye CAF Champions League. Lakini pia juzi tumeiona barua ya Yanga ambao ina rekodi waamuzi wao na mashabiki wao kupigwa. Kuna shabiki mwenzangu wa Yanga hapa katangulia, namkumbusha Dr. Mohamed alipigwa ngumi mbele ya Alikamwe. Alikamwe ndio kutoa barua gani? Au barua wao alikuwa hawaoni? Wao steward wao kiwemo na yeye amejiita steward hapa mbele za watu. Alikuwa anaongoza kupiga mashabiki wao wa Yanga. Kwa maana Yanga mashabiki wao wapigwe na mashabiki wengine wapiga, kila kupiga mashabiki wa Simba kupiga mashabiki wa Yanga. Waonekane mashabiki wa Simba wanafanya kweli? Kwa tunaambia barua yao haikuwa na faida, na wala huyu steward aliyosema hapa kuwa yeye hajapiga. Miongoni mwao masteward ambao Yanga waliagiza kupigwa kiwemo yeye huyu hapa. Kwa tunaambia barua yao sawa sana barua ya harusi kama barua zingine za harusi zilizopita, kwenda kafu, kwenda wapi, kila kilichopita na ndio hichi. Sisi ile barua tunachukulia kama barua ya harusi tu ambayo imetoka sehemu. Kama wao ni wakemeaji wazuri, steward wao walipokuwa wanapiga mashabiki wa Yanga kujitokeza hadharani, jamani, mnachokifanya masteward wetu sio kizuri. Umenielewa? Lakini pia alipopigwa Dr. Mo ambaye ni shabiki maarufu kuliko huyu steward, angejitokeza hadharani kusema kwamba hiki tunachofanya sio kizuri. Unanielewa? Kwa kama wanaona Simba ndo kakosea kuliko wao, basi Simba atakosea zaidi kuliko wao wanapokosea. Lakini pia wao wanaanzisha. Tunakumbuka kwamba shabiki mmoja alipigwa katika kwenye mechi ya Yanga, tajiri Mohamed Dewji, baadaye akamwita akaenda kumpa milioni 5. Watu wanakumbuka. Wasio wanajizima data huu mpira wa Tanzania. Na mkubwa wa mpira wa Tanzania ni Simba, na ndio maana aliposema dabi haichezwi, haikuchezwa. Na hii tarehe 15 itachezwa kwa mujibu wa Simba. Kama sisi mashabiki wa Simba tunajua mechi ipo, na tunawaomba mashabiki wa Yanga, mimi na kazi hapa mwenzangu, msinunue tiketi, mtakutana na bakuli la supu mlangoni, mtaingia uwanjani, tiketi yenyewe msinunue. Mashabiki wa Simba tutanunua tiketi.